Maana yake nini? Siku ya leo wewe uko hapa, amani ya nchi yako mlinzi wake ni wewe. Hakuna Mkenya, hakuna Mnyarwanda, hakuna mtu wa Nairobi atoka hapa kuja kutunzia amani ya nchi yako, sawa? Maana yake nini sasa? Unapokuwepo hapa nchini, amani yako ndio hazina kuu ya kizazi kijacho. Maana yake Tanzania yetu ni mtoto mdogo ambaye hawezi kula, hawezi kulala, hawezi kunywa. Maana yake wewe ndio unatakiwa umlee kadri ya uwezo wako, kwa wivu wako wote, sawa? Lakini pia miongoni mwa faida ya kuwa mwanachama kada wa Chama cha Mapinduzi CCM ni kujitafutia connection wewe mwenyewe. Sijajua ndugu zangu wengine, kwa sababu kuna mtu ambaye anaweza kawa ana kazi ya baba, kama akishatoka hapa kuna nafasi ya baba ametengewa. Lakini actually unapokuwa kada wa chama, unapokuwa mwanachama kindakindaki, kadri ya uwezo, macho ya serikali yanakuona. Maana yake mwajiri mkuu wa serikali ndani ya wilaya husika ni mkurugenzi wa manispaa kwa hapa Shinyanga, kwa halmashauri ambayo hajafikia level ya kuitwa manispaa, mkurugenzi wa halmashauri ndiye mwajiri mkuu wa wafanyakazi wa ndani ya serikali, sawa? Lakini bosi wake nani? Ni mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya ateuliwa nani? Na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akifanya kazi chini ya mkuu wa mkoa ambaye ni teuzi ya nani? Ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye Mheshimiwa Rais yuko kwa dhamana ya chama gani? Chama cha Mapinduzi CCM, sawa kuu? Maana yake actually kadri ya uwezo iwe isiwe, ina maana ni ngumu sana mtu kumwacha ambaye ni kada wa chama wakati wa ujira, afa akachukuliwa mtu ambaye hajajihusisha na chama. Kwa maana yake nini sasa? Unapokuwepo hapa ni kada wa chama, kadri ya uwezo, itakuwa kwako wewe ni simple sana kuja kujipatia ujira baada ya muda, kwa sababu Chama cha Mapinduzi CCM hakijawahi kumsahau mtu, hakijawahi kumtupa mtu. Lakini pia kujiandaa kwa ajili ya kuwa kiongozi wewe mwenyewe. Leo mimi niko hapa, kuna kesho sitakuwepo hapa. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan leo ndo rais wa nchi, ila kuna kesho hatakuwepo hapo, staff muda wake utaisha. Waziri wa mambo ya ndani ambaye ni mbunge wa Shinyanga mjini Patrobas Katambi, kesho na kesho kutwa atamaliza muda wake. Diwani wa kata ya Shinyanga mjini hapa ndugu ya Kitumbo, kesho na kesho kutwa atakuwepo hapa. Maana yake nini sasa? Kiongozi wa kesho ndio wewe. Mfano hai, next year mwakani kutakuwa na uchaguzi wa chama, kutoka matawi mpaka chama mpaka taifa. Maana yake nini sasa? Unapokuwepo ni kada ukiwa vioni, kwa wale wenzangu na mimi ambao wako mwaka wa 3, kuna faida yake. Maana yake unapokuja kuingia mitaani kule, unaweza kwenda kufanya siasa ya kijamii. Maana yake umetoka huko vioni. Mimi nashukuru Mungu kwa kweli, nimeingia Shinyanga nikawa rais wa chuo. Pengine nisingepitia kwenye mambo ya uongozi na kadhalika, nisingeweza kufika hapa nilipo. Lakini kwa kuwa naendelea kujitoa, enzi nikiwa rais, tulitajia kwenye vikao vya chama, tulifika. Lakini mwisho wa siku tumekuja kufika hapa hii hatua. Nafasi ya seneti tukaomba, tumepanda hazi, tumetoka mkoani, tumetoka vioni, tumeingia kwenye siasa ya vioni. Kama hivi kwa sasa mimi ndo katibu wa seneti. Maana yake nini? Ni kujitoa ndani ya chama. Hakika kesho zetu zitakuwa nzuri zaidi. Tunaelewana wakuu? Awi. Lakini pia naomba kuambia kitu kimoja. Najua kuna muda wazee wetu wa ndani ya jamii zetu kule tunapotokea wanakuwa ni vyanzo vikubwa wa kuvunja amani ndani ya nchi yetu, kwa sababu wao unakuta wanalaumu serikali kwenye amna. Sawa? Sasa mimi na kitu kimoja kuambia leo, ambaye nawaachia leo. Mzee ambaye akikwambia kwamba kijana, serikali akilaumu serikali akikwambia kwamba kijana nenda kaandamane, nenda kafanye nini barabarani, mpe jibu hili tu. Mwambie kwamba kwa nini enzi za ujana wake alishindwa yeye kuandamana? Kwa nini sasa hivi kwenye umri wako ambao tunaita Gen Z, generation 0, watoto wa 2000, kwa nini ndo tuwe watu wa kuandamana? Kwa nini tuwe watu wa kukosoa serikali zaidi? Tulikuwa tunapewa 100 bukubuku na wazee. Wao wenyewe wazee walipitia kwenye ujana, wale walishindwa kufanya hivyo. Kwa hiyo kwambia hivyo, mwambie enza ujana wako ulikuwa wapi kufanya hayo. Alafu zeni mwambie
Mzee, kaa kwa kutulia, muda wako umeisha. Sasa ni muda wetu vijana kuitunza amani ya nchi yetu. Tumeelewana eh? Ndio. Hivyo basi mimi napenda kuwasihi wanafunzi wa St. Joseph, hakika amani ya nchi yetu ndiyo kiini kikubwa, ndiyo hazina kubwa ya kizazi chetu. Leo mimi ni baba, ni kijana, nitakuwa baba, nitakuwa babu, nitapata wajukuu, nitapata vitukuu. Hapa naahidi mbele za Mungu, Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Hapa naahidi mbele ya Mungu, Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Hapa naahidi mbele ya Mungu, Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Hapa naahidi mbele ya Mungu, Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Tanzania ni mali mtoto